tunaendelea Wizara ya Kilimo. Namwita Mheshimiwa Pasco Inyasi Chinyele, mbunge wa Dodoma mjini, sasa aulize swali lake. Mheshimiwa Pasco Chinyele anauliza, je, lini serikali itajenga mabwawa ya umwagiliaji katika kata za Mbabala, Mpunguzi, Matumbulu na Mbalawala ili vijana waweze kujihusisha na kilimo? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Silinde. Ili kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na kuvutia vijana kujishughulisha na shughuli za kilimo, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imechimba visima 7 katika kata ya Matumbulu 2, Mbabala 2, Mpunguzi 2, Chisichili 1 mkoani Dodoma. Visima hivyo vina uwezo wa kumwagia eneo lenye ukubwa wa ekari 280 na kunufaisha wakulima 378. Mheshimiwa Naibu Spika, vile serikali katika mwaka wa fedha 2026/27 itachimba visima 3 katika kata za Mbabala 1 na Mbalawala 2. Aidha, serikali inaangalia uwezekano wa kuchimba mabwawa madogo au kusimika matenki ya kuhifadhia maji yatakayotumika katika shughuli za kilimo cha umwagiliaji katika maeneo hayo. Mheshimiwa Pasco Inyasi Chinyele, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. La kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, visima ambavyo vimechipwa katika kata za Matumbulu pamoja na Mpunguzi havijafanywa pump test na havijawekewa pia miundombinu kwa ajili ya umwagiliaji kwa mabwawa. Je, ni lini wizara itachimba mabwawa na kuweka maji katika mabwawa hayo ili yaweze kuwasaidia vijana katika kipindi hiki ambacho ni cha ukame? Swali la pili, visima ambacho kitakiwa kichimbwe kata ya Mbabala katika mtaa wa Mhusu hakikuchimbwa kutokana na mgogoro wa ardhi uliopo. Pia kisima kilichochimbwa katika mtaa wa Mapinduzi katika kata ya Mbabala kilitoa maji kidogo sana, kama vile hakukuwa na maji. Na katika mtaa wa Chisichili kata ya Mkonze kisima kilichimbwa kutoa maji. Je, serikali ina mpango gani wa kuchimba visima hivyo upya ili kuweka miundombinu na kuwasaidia vijana ambao kwa sasa hawafanyi kazi yoyote kwa sababu ya hali ngumu ya ukame ambayo inakumba mkoa wa Dodoma? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali hayo nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpongeze Mheshimiwa Pasco Chinyele, mbunge wa Dodoma mjini, kwa maswali yake mawili ya msingi. Jambo la kwanza, nimthibitishie tu kwamba serikali itafanya pump testi na kuweka miundombinu katika maeneo yale, kwa sababu tumeshapokea pampu za sola kutoka India ambazo tulikuwa tumeshaziagiza na ipo katika utaratibu wa kuzisambaza. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho. Lakini katika yale maeneo ambayo ameainisha, hususan katika eneo la Mfuso ambalo kisima ambacho hakikutoa maji, serikali moja ya jukumu tulilonalo, kama eneo wa maji hayapatikani, tunachimba eneo jingine ambapo maji yanapatikana. Kwa hiyo tu nimwambie tu Mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi wa eneo husika watuonyeshe eneo jingine, tupime na tuwachimbie kisima kingine. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Mheshimiwa Thomas Maganga, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Naishukuru serikali na Wizara ya Kilimo walituma wataalamu kuja jimbo la Katavi wakafanya stadi na upembuzi yakinifu wa bwawa la Ipati na bwawa la Ipwaga Masigo. Je, lini serikali itaanza miradi hii, kwa sababu wananchi wa jimbo la Katavi wanaisubiri kwa hamu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru Mheshimiwa Thomas Maganga, mbunge wa jimbo la Katavi, kwa swali lake zuri la msingi. Ni kwamba serikali kwa sasa tuko tayari kuanza miradi hiyo ya utekelezaji mara baada ya kupokea fedha kutoka hazina. Kwa hiyo tuko katika huo mchakato na baada ya hapo wataona wakandarasi wakiingia site. Asante sana. Mheshimiwa Clayton Chipando, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa naipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kupitia Wizara ya Kilimo kwa kutuletea mradi wa bonde la Mto Rwiche ambao unaendelea pale. Lakini kumekuwa kuna shida kidogo katika utekelezaji wa mradi ule kwa sababu unachukua maeneo ya watu na watu hawajalipwa fidia.
Sasa nilikuwa namuomba Mheshimiwa Waziri, ili ni ombi langu la 4 na kuomba katika bunge hili, tafadhali naomba twende Kigoma ili tukakukutanishe na wakazi wanaomiliki maeneo ya Mto Rwiche, ukaongee nao wasikie kauli ya serikali. Nimechoka kwenda kuwaelezea, wanakuwa hawanielewi tena. Mzee wangu, naomba unisaidie. Asante sana, mweleweka. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Clayton Chipando Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini. Nakiri kwamba amekuwa akinisumbua mara kwa mara kwenye simu, lakini na ofisini amefika zaidi ya mara 3 kufuatilia jambo hili, na ahadi yangu ni kwamba ni kufika katika lile eneo kuhakikisha kwamba tunapata ufumbuzi wa kudumu. Nimthibitishie tu Mheshimiwa mbunge, baada ya bunge hili tutaongozana mimi na yeye kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwasikiliza wananchi na kupata ufumbuzi wa moja kwa moja katika eneo la bonde la Mto Rwiche. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Tunaendelea na swali linalofuata. Mheshimiwa Nancy Hassan Nyalusi, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Nancy Nyalusi anauliza, je, kuna mpango gani kuwalinda wakulima wadogo wenye maeneo yenye uwekezaji mkubwa wa miradi ya umwagiliaji Mkombozi na Pawaga Iringa? Wakulima wadogo katika skimu ya umwagiliaji nchini, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na ofisi ya halmashauri ya wilaya ya Iringa inaendelea na zoezi la kutambua, kupima na kumilikisha ardhi kwa wakulima wadogo wenye mashamba katika skimu ya Mkombozi yenye ukubwa wa hekta 6,000 iliyopo katika tarafa ya Pawaga mkoani Iringa. Aidha, utekelezaji wake umefikia 50% na unatarajia kukamilika katika mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Nancy Hassan Nyalusi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Tunaipongeza serikali kwa hatua ambazo mmeendelea kuzichukua za kuanza kufanya urasimishaji. Katika zoezi la urasimishaji, je, wananchi wazao wamepewa kipaumbele gani katika eneo hilo? Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuwalinda wakulima ni pamoja na kuhakikisha kwamba kuna masoko na bei nzuri ya mazao. Je, ni lini serikali itaanza kununua mahindi ya wakulima? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpongeze sana Mheshimiwa Nancy Nyalusi, mbunge wa viti maalum mkoa wa Iringa, kwa maswali yake ya msingi yenye faida kwa wananchi wa mkoa wake. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba katika yale maeneo ambayo sasa hivi tunaendelea na zoezi la kupima na kumilikisha ardhi, watu ambao wanapewa kipaumbele namba 1 ni wazao ambao walikuwa wanamiliki maeneo yale, na ndio maana katika hili zoezi ambalo liko chini ya usimamizi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji pamoja na halmashauri ya Iringa, jambo hilo limekuwa likipewa kipaumbele, na tutahakikisha wananchi wale ambao ndio walikuwa wazao pale mwanzo wanamiliki maeneo hayo. Lakini swala la pili ni kuhusu lini NFRA itanunua mahindi, ambayo tunakiri kwamba mwaka huu uzalishaji umekuwa mkubwa sana hapa nchini. Kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, alitutolea ufafanuzi mzuri, na mimi tu niongezee kwamba Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ameshaelekeza mamlaka ya mazao mchanganyiko CPB pamoja na CPB kuhakikisha kwamba wanaanza kununua mazao, lakini vile vile NFRA kabla ya mwisho wa mwezi wa 8, mwezi huu ambao tunauanza, na wenyewe waingie sokoni kuongeza nguvu. Lakini pamoja na maelekezo hayo, nitoe rai kwa wananchi. Tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, manake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu
kwa ajili ya mwakani, lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, manake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Suma Ikenda, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Wakulima wa chai wilaya ya Rungwe wanatia huruma kweli kweli. Je, ni lini serikali itawapa furaha wakulima wa chai wa wilaya ya Rungwe kufungua viwanda ambavyo vilifungwa kwa muda mrefu, kiwanda cha Watiko kilichopo Katumba na kiwanda cha Chivanje? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana dadangu Suma Ikenda Fyandomo, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya, kwa swali lake zuri sana na la msingi. Ni kweli kwamba tunafahamu kuna changamoto kubwa katika sekta ya chai, na Wizara ya Kilimo kupitia Waziri Comrade Daniel Chongolo tumeshafanya kikao na wadau wa chai, lakini vile vile na wabunge wanaotokea katika maeneo yanayozalisha chai, na tuna mkakati wa pamoja wa kuhakikisha kwamba tunaliokoa zao hili, na nimthibitishie tu kwamba tuko kwenye hatua nzuri ya kuzungumza moja na wale wamiliki wa yale maeneo pamoja na zile benki ambazo ziliwakopesha wale wanaomiliki vile viwanda ili kupata namna bora ya kuwaondoa wakulima wa chai katika ile changamoto. Sasa kuna hatua ambazo tumeshazifikia, na ninafikiri katika wiki moja kuanzia sasa Waziri wa Kilimo atakuja na kuzitangaza katika maeneo yale ambayo wakulima wa chai wanapata. Kwa hiyo waondoe shaka tu wakulima kwamba tuna hatua nzuri na tutalimaliza jambo hili kama ambavyo tulikuwa tumekusudia. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nua, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kupata nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwanza nishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutupa mradi wa kujengewa bwawa la umwagiliaji la thamani ya bilioni 76 katika kata ya Bashai, na ambayo itakwenda kuhudumia skimu ya Bashai na Dirim. Lakini bwawa hili litakwenda kuathiri mashamba na nyumba za wananchi wa karibu vitongoji viwili. Je, nini mpango wa serikali kuhusu fidia kwa wananchi hawa? Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana Dr. Emmanuel mbunge wa jimbo la Mbulu vijijini kwa swali lake zuri. Cha kwanza ni kwamba karibu katika maeneo mengi ambayo Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inafanya, miradi ile ni kwa faida ya wananchi wenyewe, na ndio maana wamiliki wa ile miradi wanabaki kuwa wao wenyewe, isipokuwa tu sisi kama tume tunakuwa tuna jukumu la usimamizi, uratibu na matengenezo baada ya kukamilisha ile miundombinu katika eneo husika. Kwa hiyo linapofika swala la fidia, manake mara nyingi tume imekuwa haijihusishi 100% kwa sababu mradi ule unakuwa ni mali ya wananchi, isipokuwa tu katika maeneo ambayo tutakuwa tunaona kwamba kuna uhitaji wa kufanya hivyo. Sasa jambo hili tumekuwa tukishirikiana pamoja na halmashauri na sisi. Kwa hiyo tutafika vile vile katika eneo lako ili tuweze kupata ufumbuzi wa kudumu wa kuhakikisha kwamba mradi ule wa thamani ya bilioni 76 katika eneo la Bashai unaonufaisha wananchi wale. Asante. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Fedha. Namwita Mheshimiwa Haidar Hemed Sumri, mbunge wa Mpanda mjini. Sasa ulize swali lake. Asante sana Mheshimiwa Haidar Sumri anauliza, je, serikali haioni haja ya kupunguza riba ya mikopo ya biashara kwenye mabenki ili kuwawezesha wafanyabiashara kulipa mikopo kwa wakati? Swali hili linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Laurent Luswetula. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha naomba kujibu swali la Mheshimiwa Haidar Hemed Sumri kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kulikumbusha bunge lako tukufu kuwa serikali haiingilii moja kwa moja upangaji wa viwango vya riba za mikopo katika